Akasema lakini kama kutatokea madeni yoyote ya wananchi mtalipa kutokana na ekari 250. Watu wazima mnakubali? Mnahongwa shamba lenu wenyewe. Kwa hiyo usumbufu wote huu mliomletea Mheshimiwa Rais ni nyinyi huku Mkuranga wenyewe mmefanya usumbufu na mkoani. Ndio mmemletea usumbufu. Jambo hili lilikuwa limeisha kwisha. Lakini sasa kwa sababu mnafanya ritani ya rushwa mlizochukua ndio maana shamba hili haliishi mgogoro. Lakini leo tutamaliza. Umesikia bwana mkubwa? Leo tutamaliza. Sasa nione mtu yeyote atakayechukua rushwa kuanzia leo ageuze maamuzi yangu. Mikononi mwa serikali lote, kwa sababu hati yenyewe tunayo sisi na ilishafutwa. Hili shamba ni mali ya serikali, maana liko serikalini. Wewe huna hati. Wewe una hati sasa hivi? Sina mzee. Ndio, huna hati kwa sababu tumeshafuta tayari. Kwa hiyo lazima uwe mpole na hamna mtu wa kupokea rushwa. Sasa utasikiliza sisi serikali tunasema nini. Kwa ekari 750 tutarudisha. Mapendekezo ya Musa na yakubali. Tutairudisha ili iweze kupangwa na kupimwa na si shamba. Watajenga wananchi wa vijiji vile kwa ustaarabu katika viwanja vilivyopangwa maeneo yake. Lakini tutaainisha sisi kwa kushirikiana na Mkuranga halmashauri ni wananchi gani wenye sifa ya kupata viwanja, na hatutawatoza kodi kama alivyosema Mheshimiwa Rais, watapewa bure. Lakini lazima wapewe kwa hati. Hakutakuwa na mashamba pale. Tutalipanga. Tutavipima. Wananchi na vijana wa maeneo yale sasa waishi katika mji uliopangwa kwenye viwanja vilivyopangwa na kupimwa bila gharama kama alivyosema Rais. Sisi tutawapa mpaka na hati. Hizo ekari 750. Nielewa mheshimiwa? Maana wewe unasema umeshakuwa mbunge. Sasa baada ya hapo tutashirikiana wote. Mkurugenzi utagharamia, wewe una pesa. Wataalamu wangu wa mkoa unaowahitaji watahamia hapa. Mpange shamba zima hili. Ekari zote hizi, ekari 1750 zikiwemo na hizo 750. Alafu baada ya hapo tutafanya distribution. Hii 750 ni haki ya wananchi wa vijiji vile. Kama viwanja vitapatikana viwanja 3000 tutawagawia, tutaainisha. Wale wazee wanajua watoto wao na mahitaji yao, wananchi wale walioathirika na mashamba wanajuana. Tutawapatia viwanja katika maeneo haya. Tunalipanga. Si mmeshatangaza kwamba ni eneo la mji. Si lazima tulipange. Na sisi halmashauri sasa tutaingiza mahitaji yetu. Halmashauri hamtapata ekari 250 wala msifikiri mna ekari 250. Isipokuwa katika upangaji wa mji huu halmashauri ya Mkuranga itaangalia mahitaji yake ya muhimu ya huduma za kiwilaya ndani ya eneo hili. Kama mnataka eneo la kujenga stendi lipangwe katika eneo hili, hiyo ndio itakuwa mali ya halmashauri. Kama mnapanga barabara zitapangwa katika eneo hili, itakuwa mali ya halmashauri. Kama mnataka soko katika eneo hili, tutalipanga katika eneo hili soko, itakuwa ndio mali ya halmashauri. Hatuwezi tu kuwapa ekari 250 halmashauri. Mtagawana tena kitovu cha upangaji, yani utaalamu wote utumike eneo hili la shamba hili, lipangwe vizuri ili angalau pawe na kamji ka satellite city town Kamkuranga kalikopangwa vizuri. Sasa na nyinyi kama mnataka kupanga shopping mall, sijui mnatapanga soko, mnapanga eneo la hospitali, maeneo ya huduma tu ndio yatakuwa yenu. Sehemu ya viwanja watapata wananchi kwa asilimia ile ile ya uwiano wa ekari 750. Watapata wale wananchi walioathirika ambao ardhi yao iliibiwa kwenye hati. Na nyinyi mtachukua maeneo yote ambayo mtayapanga kama maeneo ya huduma halmashauri. Sasa huyu bwana, hayo yaliyobaki atamilikishwa upya kwa masharti yetu ya serikali. Sio shamba lake, atamilikishwa upya. Lakini lazima tuambie mahitaji yake ni yetu, ili tu ya incorporate. Atamilikishwa upya kwa sababu atatengenezewa hati mpya, atalipa na kodi mpya ya serikali, kwa sababu ile hati imeshafutwa. Akimilikishwa chochote kile katika shamba hili, katika eneo hili, atamilikishwa kwa masharti ya leo na atapewa hati kwa masharti ya leo, kwa sababu hati yake imeshafutwa. Atamilikishwa kwa gharama, maana bila shaka wewe unataka kumiliki ardhi hapa,
Unataka kumiliki? Hai. Basi utamilikishwa kwa masharti ya serikali kana wizarani, na hiyo posho mlipeleka mpaka wizarani kwangu. Maana wakati ule walikuwa na approve wizarani. Sasa mchoro wako 2014 nimeufuta. Sawa? Hautakuwepo tena. Umesikia bwana mkubwa? Hakuna mchoro wa 2014 kwa sababu hizi ni njama na ujambazi uliofanywa na watumishi wa serikali kuanzia hapa na viongozi wao, kuanzia hapa mkoani mpaka wizarani. Mlihongwa huko mkampa manufaa huyu. Shamba ambalo lilikuwa lazima lifutwe mkampa manufaa ajigeuze, apime viwanja, apate faida. Halafu mkamruhusu yeye mwenyewe atengeneze mpango mji wa kwao, wakati mamlaka haya ni halmashauri ya Mkuranga. Hana mamlaka huyu kupanga mji. Sheria ya mipango miji inatoa mamlaka kwa halmashauri husika ndio ipange. Huyu amepima viwanja tu low density. Watu watakaje tu kwenye vizimba vya viwanja vidogo vidogo. Kwa hiyo mpango mji wa mwaka 2014 kama mnao hapa Mkuranga nimeufuta. Haupo tena. Unasikia wewe commissioner? Ule mpango hautakuwepo. Mpango utakao kuwepo ni ule tutakaoanza upya sisi. Lakini ule mpango aliopanga huyu mwenyewe, hii sio mamlaka ya upangaji. Amepanga yeye, alafu akatembeza noti kuanzia kamati ya madiwani hapa mpaka wizarani. Mehonga honga mpaka mkoani. Ndio maana ule mpango umepita. Hamwezi kusema hapa na wala hamwezi kunibishia. Kwa sababu ndio utaratibu na ujua mimi. Ila hamwezi kujitetea na kusema hapa mbele yangu leo. Lakini najua mlihongwa wote kuanzia hapa. Aliyekuwa mkurugenzi, madiwani na kamati ile ya mipango miji mlihongwa wote. Kwa sababu hamwezi kumruhusu mtu mmoja huyu atengeneze mpango wa mji. Kwa sababu sio kazi yake. Halafu na nyinyi mkaanza kupitisha huko kwenye halmashauri. Shamba hili amekaa nalo miaka 36 lilitakiwa kufuta. Na Musa huyu alishaanza process ya kufuta. Kwa nini hamkumsaidia? Ameandika GN hapa na ukumbi huu akakamatwa akafungwa akawekwa jela. Kwa sababu ya shamba hili. Nyinyi halmashauri badala ya kumsaidia mtendaji wenu aliyetaka kuchukua hili shamba liwe lenu, mkahongwa, mkampitishia mchoro aliotengeneza mwenyewe. Mheshimiwa Rais juzi alikuwa anasema anajua sana mambo ya Mkuranga. Anajua ndio haya yote anayajua. Rushwa tu hapa ndio imesababisha kuwa na mgogoro wa shamba hili. Vinginevyo kama si rushwa shamba hili lisingekuwa na mgogoro, lingekuwa mali ya serikali. Hayo aliyosema Mheshimiwa Rais angesha kuwa yametekelezwa siku nyingi sana. Lakini rushwa yenu imekuwa ndefu hapa Mkuranga mpaka mkoani. Ndio maana shamba hili linaleta migogoro na haliishi mpaka sasa. Hata huyu amehangaika sana huyu mbunge. Sana. Naye wametaka hata kumuliza huyu kwa sababu ya shamba hili. Wameshakuja watu sana mpaka Dodoma. Sasa hii itakuwa fundisho leo kwamba nafikiri mliobaki hapa sasa lazima muokoke. Sitoi nafasi, hamna uwezo wa kujitetea kwa sababu mimi nimefanya utafiti sana na hili shamba. Process zote zilizofanywa mpaka mkapata mchoro ule mwaka 2014 ziligubikwa na rushwa tu. Jamaa wametembeza pesa hapa, hawawezi kubali lakini walihonga. Wamehonga mkoani, maana michoro hii ilikuwa lazima ipite mkoani. Wamehonga wizarani kwangu. Wakapata mchoro waliopanga wao. Nasikia bwana mkuu wa wilaya? Sheria sisi haimpi mtu binafsi ruksa ya kupanga miji. Yaani miji huyu hawezi kuja kununua shamba hapa. Kwanza amelitelekeza. Halafu mnampa privilege apange mji na apange mji kwa specifications zake. Huyu akitengeneza mji wake atapanga vitu viwanja tudogo ili apate faida kubwa. Hata panga kwa mahitaji ya Mkuranga ya kesho. Hawezi kupanga huyu. Hana interest. Halafu anawapa na nyinyi huku kawahonga huko halmashauri, baadaye mnasema mnataka ekari 250. Makaburi wanapata hasara, hawatakubali. Mjini hapa tunataka majosho. Tunataka sijui maeneo ya machinjio. Hawa hawatapanga maeneo hayo. Kwenye miji hii tunataka hospitali, tunataka shule. Hawa hawatapanga kwa sababu wakipanga maeneo ya huduma wanajua hawatauza, watachukuliwa na yatachukuliwa bure. Kwa hiyo tunataka mamlaka za upangaji lazima ziwe zinasimamia zenyewe mipango miji yao. Wasiachie watu hawa wanaonunua kwa pesa mashamba
halafu wapange wanachokitaka. Miji haiwezi kupangwa na mtu mmoja mmoja, vinginevyo tutakuwa na vimji vidogo vidogo ambavyo havijaungana ndani ya miji yetu. Tunataka kazi ya kupanga miji iachiwe halmashauri. Unaweza ukanunua shamba lako, lakini usimamizi wa upangaji na mchoro lazima isimamiwe na halmashauri inayohusika. Asimamie mtu mwenyewe, kwa sababu mtakuwa na vimiji visivyoungana. Hawa wanapima viwanja vidogo. Laiti notice ya huyu ingeendelea, msingemkuta huyu, lingekuwa mali ya serikali. Lakini anatoa notice, anatekeleza wajibu wake, mkamkamata. Kwa hiyo mtu asipate privilege, ameshindwa kuendeleza, shamba lirudi serikalini, mamlaka inayohusika ya upangaji ya halmashauri inayohusika itangaze hilo shamba, wampe mtu mwingine. Na kama ni kupanga mji umesogea, basi halmashauri ipange ili kila mtu apate fursa. Na huo mji upangwe na halmashauri na wataalamu wa serikali ili uwe na uwiano. Hata unapopangwa pengine mbele na nyuma au kushoto kulia baadaye, basi uweze kuungana. Lakini miji yote kila kipande cha shamba kikipangwa na wenye mashamba, mji hautakuwa mji huu wa Mkuranga. Sasa kwa sababu hili ndio shamba la kwanza tunapanga, mkoa wangu mimi wa ardhi, viongozi watendaji wa mkoa watakuja kusimamia hili pamoja na watendaji wako. Wewe una watendaji, lakini watendaji wangu wa ofisi ya mkoa, huyu mama Kabemela na wenzake watahamia hapa kuja kupanga. Nyinyi mtatoa uelekezi, lakini utaalamu mimi ninavyofahamu, Mzee Magufuli amenunulia vifaa vingi, na ndio maana nimeanzisha ofisi za mikoa na wataalamu wakubwa na masters wote wamesoma sana, watakuja kuwasaidia hapa, wapange kwa muda mfupi. Nasikia bwana, wapange kwa muda mfupi, watengeneze mchoro hapa, na sasa hivi ni chap, utatumia tu management team kwa sababu wale jamaa hawapo tena. Tutapitisha mchoro mzuri wa Mkuranga. Lazima awe ameshaliendeleza lote kwa mujibu wa business plan. Huyu anakaa na miaka 38 shamba, halafu mnampa privilege, mnaligeuza uze viwanja, achukue hela yetu. Mupo tu. Hatuwezi kubali. Sasa hii ni fundisho kwa wawekezaji wote wa nchi hii. Na sasa tumebadilisha na sheria. Mtu yoyote ambaye ana shamba nchi hii, amechukua hati, amekopea benki, akipata zile pesa lazima arudi kuziwekeza kwenye shamba lile. Hawezi kuwekeza mradi mwingine. Lazima aziwekeze kwenye shamba lile. Na sisi tunasema kama kuna mtu amechukua shamba ameshindwa kuliendeleza, asibadilishie gia angani akapima viwanja, alirudishe, tumtafute mtu mwingine mwenye uwezo wa kuendeleza shamba. Ulipewa shamba limekushinda, rudisha, mnyang'anyeni ili tutafute mtu mwenye uwezo. Sasa yeye mwenyewe tena anajibadilishia, na mchoro wa kupanga viwanja anapanga mwenyewe. Huo mchoro nimeufuta. Mchoro hauwezi kupangwa na huyu, mchoro utapangwa na sisi serikali. Mamlaka ya upangaji ni halmashauri ya Mkuranga. Akili yenu katika mchoro huu haikuwepo, ilikuwa akili ya kwake, kwa sababu aliajiri hata mpima binafsi. Mpimaji alitoka mtaani. Kwa hiyo nyinyi watu wa Mkuranga hamkuwa na akili ya kujua kinachopangwa, wala mahitaji yenu hamkuyaweka pale. Kwa hiyo sasa tutaanza upya kupanga kwa kushirikisha mamlaka halali ya upangaji ya Mkuranga, ili tupange mji unaotakiwa na watu wa Mkuranga katika eneo hili. Imeshabomolewa. Hamna nyumba, hamna kitu chochote. Alama au dalili yoyote hamna. Sawa. Je, na mimi kosa yangu ilikuwa nini? Nimekwenda mimi kwenye ile kazi pia kwa ajili ya kuendeleza kwa mambo ya nchi tu, sio kwa mimi peke yangu. No, nilikuwa na ushujaa wa kazi, nikaenda pale kuifanya hiyo kazi. 94 95 namaliza kazi, mwaka 2 sipati pesa. Nilipata tabu sana. From 1994 IRP World Bank program, I died for 2 years. Sikulipwa, nimecheleweshwa, nilipata matatizo. Nakuja hapa shambani, hamna kitu. Nyumba yenyewe, nyumba ya kulala nayo imetolewa, unakuta matofali tu. Servant quarters ile yote kwenye gofu, ofisi, kila kitu, mabanda, everything gone.
na kwa sehemu ile unakuta ile nini mbao vimewekwa, shamba inauzwa. Unapokwenda unakwambia wewe mwingi nani, akupiga mapanga. That is what from 90 na